Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wadau mbalimbali umetakiwa kujitokeza katika kuhakikisha wanawasaidia wanawake na wasichana wanakuwa salama wakati wa hedhi kwa kuwa na hedhi salama. Haya yamezungumzwa kupitia mbio za hedhi salama iliyoratibiwa na TASAC kwa kushirikiana na kampeni na mdhamini kupitia EATV na EA Radio pamoja na wadau mbalimbali, ambapo wamejitokeza katika kuhakikisha wanawake wanakuwa na hedhi salama. Tumepata bahati ya kipekee kushirikiana na mwaka huu, na kwenye matangazo yetu tulikuwa tunahamasisha jamii ya Watanzania ijenge tabia ya kuchangia ili jambo la hedhi salama. Na tunayo furaha kwa siku ya leo kutembelewa na wageni katika mbio yetu ambao wametoka mbali kidogo nje ya huu mji, lakini waliamua walitoa ahadi ya kufanya kitu kidogo kwa ajili ya kuunga mkono kampeni ya mdhamini na kampeni ambayo jukwaa la hedhi salama na TASAC tunafanya Tanzania, kuhakikisha kwamba binti wa Tanzania na mwanamke wa Tanzania anakuwa na hedhi salama. Sisi tuko hapa kuhakikisha tuna raise awareness, wadau mbalimbali wako hapa, na mimi kama balozi wanamdhamini nimehakikisha pia nina watu wangu wamekuja tuhakikisha tunapokea michango, lakini pia tunapokea ahadi, lakini pia tunapokea ahadi za ushirikiano kwa ajili ya kuwasupport pedi, sanitation, lakini pia elimu sahihi ya hedhi salama. Kama serikali wadau hawa wanapoleta michango yao katika kutatua changamoto ambazo tunakumbana nazo sisi serikali, hususan kwenye upande wa afua hii ya hedhi salama, kwa kweli tunafarijika sana. Uelewa wa masuala ya hedhi salama ni muhimu sana, lakini sio uelewa tu, na upatikanaji wa vifaa vya kujihifadhi kwa mabinti ni muhimu zaidi. Kwa hiyo support ambazo tunapata kwa wadau ni muhimu sana kwa ajili ya kuhakikisha zile nguzo za kuhakikisha hedhi salama inakuwepo zinakuwa zinatatulika. Nimependa kushiriki mbio hii ya Hedhi Marathon 2025, na naomba kwa makampuni mengine yaweze kushirikiana na sisi katika swala hili la hedhi salama ili kusupport wadogo zetu. Tuendelee na Kurasa. Huzuni na simanzi zimetawala katika ibada ya kuaga miili ya watu watatu waliopoteza maisha kwenye maafa ya mafuriko yaliyotokea Mei 6, 2025 kata Mbokomu, wilaya Moshi, mkoani Kilimanjaro, na kusababisha uharibifu na mali na watu 4 kulazwa hospitali. Kati ya miili mitatu, miili miwili ya mama na mtoto wake imezikwa katika kijiji cha Kiaroni na mwili mmoja umezikwa katika kijiji cha Foyeni, huku mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava akieleza namna ambavyo serikali na wadau walivyoshirikiana kuhakikisha miili hiyo inazikwa. Katika eneo letu hili la kata ya Mbokomu, basi kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu ndugu zetu hawa watatu walitwaliwa. Lakini pia ndugu zetu wengine 4 walipata majeraha makubwa ambayo ni lazimu kupelekwa hospitali. Mama Esther amefariki, baba Fred amefiwa na mke wake na kijana Emmanuel, mtoto wa pekee wa kiume Mungu amempenda. Kwa hiyo hatuwezi kumpangia Mungu ndo alivyotaka. Niwape pole sana wafiwa, nitoe pole sana kwa waumini wenzangu. Lakini kubwa, nikatembelea asubuhi kabisa, nimeamka kwenda maeneo yaliyoathirika. Nimetembelea kote, nimeona athari kubwa. Niwaambie tuna wajibu mkubwa wa kwenda kuwafariji walioathirika. Tumalizie Kurasa kwa hili. Katika kuadhimisha siku ya mama duniani, wadau mbalimbali wameombwa kuhakikisha wanawakumbuka kina mama wenye mahitaji maalum ili kupata fursa na mahitaji wanayoyakosa. Kupitia taasisi ya Sisi na Mama wamejitokeza kwa kuwatembelea kina mama wasiojiweza waliopo katika makazi ya Kigogo katika kuatia moyo siku hii ya mama duniani. Kazi yetu kubwa ni kusaidia mama na mtoto, vijana na walemavu, wakina mama, yatima, wazee na walemavu na watu wenye uhitaji maalum. Hivyo leo katika kusherehekea siku ya mama duniani tumeweza kuwafikia watu wenye uhitaji maalum katika jiji la Dar es Salaam, lakini eneo la Kigogo. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amjalie mama yetu Samia kwa kutukumbuka wanawake wenzie.
Nashukuru taasisi hiyo imetujalia na imetupenda kutuletea zawadi hizi. Tumepata zawadi za mchele, sabuni, majani ya chai na kila kitu. Kubwa zaidi napenda kumwambia Mama Samia, shukrani sana kwake. Kwanza Mungu amzidishie, Mungu amweke, azidi kutufanyia hili na jingine. Sisi tuko pamoja na inshallah. Mungu amjalie sana. Nashukuru. Na kweli mazingira yangu najua mwenyewe, lakini nashukuru Mama Samia kwa kunisaidia na tuko pamoja. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa hivi leo, jina langu ni John Lawrence Rupokela. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.